Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ametokana na ukoo wa Bani Hashim. Ukoo huu umeitwa jina hili kutokana na kurithi jina hili kutoka kwa mzee wao Hashim ibn Abdul Manafi, ambaye ni babu wa pili wa Mtume baada ya Abdul Muttalib. Baada ya kusimulia katika sehemu ya kwanza na tukakomea kurejeshwa kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akiwa mdogo kwa mara ya pili kwa mwanamke mlezi Bibi Halima Saadia kwa ajili ya kuendelea kunyonya, baada ya Bibi Halima kumwomba mama yake Mtume Bi Amina aendelee kunyonyesha na kumlea Mtume. Ilichukua takriban miaka miwili mingine tangu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aliporejeshwa kwa mama Halima Saadia, kukatokea tukio la ajabu ambalo iliajabiwa na watoto walioshuhudia, pengine hata wale waliosimuliwa katika kizazi kilichopita na hata kizazi cha sasa. Ni tukio la kipenzi chetu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kujiwa na malaika Jibril alipokuwa akicheza na watoto wenzake. Malaika Jibril akamchukua na kumlaza chini, akapasua kifua chake na kutoa moyo wake, kisha kutoa pande la damu akisema, hii ndio sehemu ya shetani kwako. Aliuosha moyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya dishi la dhahabu kwa maji ya Zamzam. Baadaye akaunganisha na akaurudisha pahala pake. Wale watoto wenzake waliposhuhudia tukio hilo walikimbia mbio kwa mama yake na kumwambia, hakika Muhammad ameuliwa. Kwa bahati njema, mara ile ile wakamuona Muhammad anakuja hali ya kuwa amebadilika rangi. Baada ya tukio hili, Bi Halima Saadia alipatwa na wasiwasi na shaka isiyo kifani kwa mwana wa watu na kulazimu kurudi hadi Makka kumrudisha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa mama yake Amina bintu Wahabi. Wakati huo Mtume akiwa na miaka 4, naye Bi Amina baada ya kuishi na mwanawe kwa muda wa miaka miwili alimpeleka mwanawe kwa wazee wake katika mji wa Madina kuwatembelea wajomba zake wa mama katika familia ya Banu al-Najjar. Katika safari hiyo Bi Amina alikwenda pamoja naye Ummu Aiman aliyekuwa kijakazi wa mama Amina na mumewe Abdullahi. Kama haitoshi, Ummu Aiman ndiye aliyekuwa mwangalizi wa Mtume. Inatajwa pia wakiwa huko Bi Amina, Ummu Aiman na mwanawe Mtume walipata nafasi ya kuzuru kaburi la mume wake na baba wa Mtume aliyezikwa katika mji wa Darul An-Nabigha uliopo Yathrib kwa sasa Madina. Baada ya kukaa Madina kwa muda wa mwezi mmoja, Bi Amina akiwa na Ummu Aiman pamoja na mwanawe Mtume katika usafiri wa ngamia, aliaga familia yake na kuanza safari ya kurudi katika mji mtakatifu wa Makka. Masikini Bi Amina walipokuwa njiani wakirejea katika mji wa Makka, yakamjia maradhi katika hali ambayo hakuweza tena kuendelea na safari yake, kwani maradhi yalichachamaa. Baada ya muda kidogo wa udhaifu na maumivu, hatimaye akafariki dunia katika sehemu iitwayo Al-Abwa, kijiji kilichopo pembezoni mwa mji wa Madina.